Zima. Mshambu, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Ulikuwa upande gani siku zile kwa Jumatano ile Simba na Yanga? Mimi nilikuwa upande wa entertainment, nilikuwa nataka burudani. Yes, nilikuwa nataka kuona burudani kwa sababu unavozungumzia Simba na Yanga manake ni game ambazo kwanza ni kubwa, at the same time hazitokei mara kwa mara. Kwa hiyo zinavotokea zinakuwa zinaleta mvuto mkubwa na hisia nyingi kwa mashabiki na wapenda soka kwa ujumla. Kwa hiyo nilikuwa sehemu ya burudani, ingawa hatukupata ile burudani ya moja kwa moja kwa sababu ya limitation kimbinu, lakini automatically tulipata burudani tu ya msisimko wa dabi yenyewe. Mnyama kafuta uteja baada ya kupoteza michezo 6 na kupata sare mchezo mmoja. Jumatano ile akashinda kwa katika dakika zile 120, lakini tukiachana yale ambayo yametokea pale visiwani Zanzibar ameshapita. Macho na masikio ni kuelekea Meja Jenerali Isamuhyo Mei 3. Mnyama, je, huku kwenye ligi kuu ya NBC unaiona nafasi ya Simba kupata ushindi kwa kile ambacho kimetokea pale visiwani Zanzibar? Kila mmoja ameshuhudia. Unaiona nafasi hiyo kwa Simba walau kuondoka na alama 3? Yes, naiona nafasi ya Simba Sports Club kupata ushindi, lakini vile vile naiona nafasi ya Young Africans kupata ushindi, lakini naiona pia outcome ya mchezo inaweza ikawa sare vile vile, kwa sababu mechi kubwa ya dabi huwa inaamuliwa na mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni moments. Mchezaji mmoja mmoja anaweza akaja na akaproduce moment bora ndani ya mchezo. Mechi inaweza ikawa imebalance kimbinu, kwa sababu of course nilikuwa nazungumzia jinsi ambavyo timu zote zili approach ile game ya kwanza. Kuna kitu nilikiona kwamba Young Africans walijua kwamba game ya kwanza ya dabi walisumbuliwa kwa sababu Simba waliingia kama kawaida yao bila mshambuliaji asilia, wakajaribu kupress na kuwanyima Yanga uwezo wa kufanya build up na kupenetrate eneo la katikati, wakafanikiwa. Lakini game ya jana Yanga wakajifunza kitu, wakiamini kwamba Simba ni timu ambayo ina wachezaji wengi wenye uwezo mzuri, wachezaji wao wengi wana uwezo mzuri wakiwa na mpira mguu. Kwa hiyo unavokabiliana na timu ambayo ina wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa wakiwa na mpira mguuni, automatically unahitaji kuhakikisha unapunguza ile muda wao wakiwa na huo mpira. Unasema una reduce their time with the ball, yani hakikisha kwamba hawapati hiyo nafasi, kwa sababu wachezaji wa design hiyo wanakuwa wanahitaji nafasi na tuseme time na nafasi, yani manake muda na nafasi, ili waweze kufanya vizuri wakiwa na huo mpira mguuni. Lakini kilichokwenda kuwafelisha ni kwamba kwenye hii namna ya kuwadhibiti, manake Yanga sasa walivyokuwa na wadhibiti Simba wasipate hiyo time na space, walikuwa reckless. Manake walikuwa wanafanya challenges za nguvu sana, na ndio maana ulikuwa unaona muamuzi alilaumiwa sana kwa sababu hakutoa kadi na vitu kama hivyo. Lakini hawakufanya vyema kwenye coordinated pressure, kwamba ile pressure toa, lakini hakikisha hauko reckless, haufanyi zile tackles ambazo zinapelekea kufanya madhambi ambayo ni unnecessary. Unachotakiwa ni coordinate ile pressure yako ili uweze kuhakikisha unazuia yule mchezaji mwenye mpira kupata utulivu na kuweza kugeuka kwenye mazingira hayo na kuweza kuprogress shambulizi. Ndio kitu ambacho walikuwa wanashindwa kukifanya. Kwa hiyo kikapelekea mechi ikawa na matumizi mengi ya nguvu, kufikiana sana milini na vitu kama hivyo. Lakini kwa Simba nao waliwajua vyema Young Africans ni timu ya aina gani. Iko very direct, ni threat, ni timu hatari, ina uwezo wa kupiga pasi chache kuweza kufika lango na kufungua defense. Kwa hiyo unavokabiliana na timu kama hii unatakuwa, nilikuambiaga kipindi cha nyuma akakwambia unabidi uwazuie structurally, usiwape space na kucontrol eneo linalopatikana nyuma safu ya ulinzi. Kwa kufanya hivyo unahitaji compact defensive shape. Pindi hauna mpira, safu yako ya kiungo na eneo la ushambuliaji natakiwa liwe close together, usiwape space baina ya mistari, usiwape hiyo chance ya kuoperate. Kitu ambacho ulikiona hata kwenye introduction ya lineup, kuanza na Kagoma pamoja na Alassane Kante, manake wanakuhakikishia kuwa na namba 6 wawili ambao watakuwa wanacheza close na their defensive line pindi ambapo timu haina mpira. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinacheza kitaalamu tu pale kwenye ile dabi ya kwanza, na ndio maana unaona hakukuwa na chances nyingi za wazi. Si ni labda nikikuuliza ukitoa ile Anicet Aura ambao baadaye nani huyu Kwasi Atola yao ambao alikuwa na mchezo mzuri by the way, akaja akatoa, sidhani kama unaweza ukaniambia kama kulikuwa kuna chances nyingi ambazo zilitengenezwa.
kulikuwa kuna chances finyu sana, kitu ambacho kiliwafanya hata Yanga wenyewe kukosa hizo chances, wakawa wanafanya attempt zile za nje. Kwa mfano Mudathiri amefanya attempt, Maxim pia Nzengeli amefanya attempt, pamoja na Alan Okello. Nimeona ni baadhi ya attempt ambazo zilifanywa nje ya box wakijaribu kufunga mabao kwa aina hiyo baada ya kuona wameshindwa kuingia ndani ya box. Kwa hiyo kwa ujumla wake naweza nikasema ni game ambayo itakuwa ina nafasi. Timu yoyote inaweza ikapata ushindi kama ilivyo kwa Simba, kama ilivyo kwa Yanga, lakini outcome inaweza ikawa sare. Sasa kwa hapo ulipozungumzia mwalimu Steve Barker, mchezo wa kwanza alianza na viungo hao wawili wa ukabaji kiasili, Alassane Maodo Kante pamoja na Yusuf Kagoma. Unamuona mwalimu Steve Barker akiendelea na hiki ambacho ametuonesha pale visiwani Zanzibar kuelekea mchezo huu wa ligi kuu? Of course timu zinakuwa na sifa zake na haziwezi kubadilika ndani ya siku mbili. Ukicheza na Yanga hakikisha unawanyima tu vitu vitatu ambavyo unaweza kuwanyima hiyo nafasi ya kupenetrate, kuzuia eneo la safu ya ulinzi, nyuma safu ya ulinzi, na kuhakikisha hau count. Hata ile pasi yao ya kwanza inaweza ikawa ni hatari sana. Kwa hiyo lazima uwe na eneo la kiungo ambalo liko solid, limeshiba. Kwa hiyo ukianza kuleta mabadiliko ndani ya muda mfupi, automatically unaweza tukaharibu ile rhythm ya mchezo wenyewe, lakini ukapelekea kucomplicate mbinu, jambo ambalo linaweza likawaathiri wachezaji kuelekea kwenye game. Kwa upande wangu nadhani hakutokuwa na mabadiliko makubwa kimbinu, kwa sababu ukiniuliza mimi mbinu zote zilifanya kazi defensively, ila ilikosekana solution tu ya kufungua zile safu ya ulinzi. Ni kwa sababu timu zote mbili defensively zilifanya vizuri, kwamba Yanga ilifanya vizuri defensively, Simba ilifanya vizuri defensively. Kwa hiyo ina maana zikifanya vizuri Simba defensively, maana yake Yanga itafanya vibaya kwenye offensive. Ni vitu ambavyo vinaelekea. Kwa hiyo kinachotakiwa tu kubadilika ni kwamba ukishajua jinsi ya kuizuia hii timu, uje na solution jinsi ya kuweza kushambulia. Ukishaizuia sasa unatakiwa ujue namna ya kuifungua. Ndio kitu ambacho kinaenda kubadilika. Tukirejea hapo ndani ya kikosi cha Simba, mchezo uliomalizika pale visiwani Zanzibar, wachezaji wengi wa Simba walionekana wakitoka, au mwalimu alilazimishwa kufanya substitutions za lazima. Kwa mfano mtu kama Anicet Yaura aliumia tu mapema, akina Alassane Maodo Kante vile alipata injury katika mchezo huo. Unaona kama watakosekana baadhi ya wachezaji muhimu ndani ya kikosi cha Simba ikiwemo Anicet Yaura, uone kwamba Simba kuna kwa namna fulani wanaweza wakapunguza ule ubora wao ambao tangia dirisha dogo lilivyofanyika, na sasa hivi ubora wao huenda ukashuka katika mchezo huu wa dabi. Anicet Yaura amejiestablish kama mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Simba. Amekuwa na uwezo mkubwa wa kuamua baadhi ya matukio kwenye eneo la ushambuliaji, lakini usisahau alikuwa na combination nzuri na Nixon Kibabage katika sehemu ambayo inazalisha hatari kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa Simba ni pamoja na eneo la pembeni ambako mara nyingi kulikuwa kuna combination play kati yake na Nixon Kibabage, kwa sababu by the way Simba inakosa wachezaji wengi wenye kufanya mikimbio. Wanapenda mpira uje wapokee, wafanye skills zao, wa face lango, lakini zile movements zilikuwa zinapatikana kutoka kwa Kibabage, na ambaye alikuwa anaziona vizuri na kuzitumia kwenye kupasia ni huyo Anicet Yaura. Lakini hata akicheza na Anthony Mligo, unajua Anthony Mligo ni fullback ambayo hapendi kuunderlap kama anavyofanya Nixon Kibabage. Kibabage anaweza aka-underlap, manake ku-underlap manake huchezi pembeni sana, unaingia katikati alafu unamwacha winga aende pembeni. Sasa yule Anthony Mligo akienda pembeni, tafsiri yake huyu Anicet Yaura ataingia ndani, na akiwa anacheza ndani kwenye tunasema inner channels zile au central channels, inakuwa rahisi yeye kuweza kuoperate vizuri kwenye maeneo finyu sababu ya huo uwezo wake. Lakini pia amependa kujitengenezea nafasi nyuma safu ya kiungo na kuweza kushoot na kufunga mabao, kitu ambacho amekionyesha. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kukosekana kwake kunaenda kuathiri kitu kwenye eneo la ushambuliaji la Simba. Lakini by the way Simba hawakosi option, kwa sababu wana Eli Mpanzo ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye lile eneo, alafu namba 9 akasimama Selemani Mwalimu ambaye tayari ameshaanza kujitengenezea mazingira ya kuwa threat dhidi ya Yanga na timu nyingi. Kwa hiyo kukosekana kwa Anicet Yaura, basi Mwalimu anaweza akamtumia Eli Mpanzo kwenye majukumu ya Anicet Yaura, then namba 9 akasimama Selemani Mwalimu. Lakini in case ikashindwa, labda alikuwa hataki kumtumia mshambuliaji kwa sababu za kimpinu, anaweza akamtumia Ino Loemba, ingawa mimi binafsi simuamini na sioni kama anaweza kumudu majukumu ya kuwa
ya kuwa false number 9. Na of course false number 9 ni mbinu ambayo ina namna yake ya kutumia wachezaji. Manake false number 9 anaweza akatumika kama sehemu ya kucreate nafasi baina ya mabeki wawili wakati. Kuwepo kwake pale manake atakuwa ana roam eneo kubwa, kitu ambacho kinaweza kikawafanya mabeki kushindwa kukaa eneo moja na kurotate. The more wanavorotate wata create hole ambalo wachezaji ambao wanapaswa kuingia au kuwepo kwenye hiyo system ni wachezaji ambao wanacheza karibu na goli, ambao wanatokea pembeni ila wanaingia ndani karibu na goli. Ni kama Bayern Munich. Harry Kane anaweza aka drop deep akaungana labda na Jamal Musiala kwenye eneo la kiungo, alafu ikapelekea ile safi ya timu pinzani kuvutika kufuata ile miondoko ya hao washambuliaji wakina Michael Olise pamoja na Luis Diaz, wakatumia hiyo mipenyo na kuweza kuingia kwenye maeneo hatari na kufunga mabao. Na ndio maana utatu ule barani Ulaya ndio umekuwa utatu uliofunga mabao mengi zaidi, mabao 100 ambao ni record breaking of course msimu huu, na kwenye Champions League ndio umecontribute mabao 10 wote for the first time. Nafikiri hiyo ni sehemu ya kitu kidogo ambacho unapaswa kuelewa kuhusiana na false 9. Sasa ukishakuwa na false 9 alafu mawinga wako wide muda wote, sasa yule anakuwa hawezi kucreate gap lolote, alafu anakuwa isolated, naye itabidi alazimike kusogea pembeni. Anavyosogea pembeni huku panabaki hamna mtu, kunavyokuwa hamna mtu manake unakuwa unawapa wapinzani unafua kudefend, wanakuwa wana defend very easy, kitu ambacho nadhani kinawatesa Simba Sports Club. Kwa hiyo kama watahitaji makocha wanaokuja kama watahitaji kuoperate na false 9, wanapaswa kuelewa kwamba wanatakiwa wawe na secondary strikers au second strikers au tunasema inside forwards, sio secondary striker, ni inside forwards, mawinga ambao wanapenda kucheza kwenye half space, sio mawingers ambao wanapenda kuhold width au touchline. Hapana, sababu una limit yule mchezaji ambaye anasimama baina ya madefenders kupata nafasi ya kuoperate vyema. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo hivyo mwisho wa siku nadhani Simba wenyewe watajua wanakuja na mbinu gani kupitia Steve Becker. Hapo ulimgusia kidogo Elie Panzo, lakini kule Zanzibar ni kama Atola yao Kwasi alimkamata na kumweka mfukoni. Uoni kama Kwasi atakuwepo pale? Uoni kama kutakuwa na tatizo upande ule? Nani? Elie Panzo mechi ya finali pale hakuonekana. Alianza kama mshambuliaji, lakini baadaye alivyoumia nani huyu Anis Taura ndo ikatokea mabadiliko. Yes, unajua kama alichemsha kwa Atola ya Kwasi. Unajua Elie Panzo akiwa kwenye ubora wake Kwasi Atola yao hawezi kumzuia yule. Ila Mpanzu ana hiyo kawaida ya kuwa na game mbaya baadhi ya games. Yaani siku Mpanzu akiwa kwenye game yake hakuna haiwezekani yule Kwasi Atola yao akamzuia yule. Hawezi. Lakini tu Elie Mpanzu ndo hivyo, ana shida moja kwamba kuna baadhi ya game ata underperform na kuna baadhi ya game ata perform. Sasa akiperform ni ngumu kumzuia. Ni mchezaji ambaye ni very tricky, yani ana kasi, ana uwezo, akikuona unaweza kumdhibiti kwenye 1v1 kwenye ile skill set yake, anaweza akakudribble afu akakupima kwa kasi. Yani mchezaji mwenye sura zaidi ya moja kumzuia sometimes inakuwa ngumu. Unaweza ukasema huyu kwenye 1v1 akitaka kunipiga chenga nitampokonya mpira. Sawa. Sio kila muda atakuja na mbinu hiyo. Anaweza akafanya isolation, labda timu ikajaa upande wake alafu akaachwa na wewe 1v1, mbele kuna space ya kudribble akagusa mpira mbele tupimane umri, akajikuta amempita kwa staili. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akiwa kwenye ubora wake Kwasi Atola yao hawezi kumkaba. Mimi akiwa ame underperform ndo Kwasi Atola yao atabeba sifa zote. Yes, ya kumzuia. Mimi Heavyweight ni kushukuru sana kwa madini ambayo umewagaia wana JM News TV. Bwana nashukuru sana. Asante. Shukrani.